Televisheni ya taifa ya Iran imeripoti kuwa nchi hiyo ilianzisha shambulizi kubwa Jumapili usiku dhidi ya miji ya Israel ikiwemo Tel Aviv na Haifa kwa kutumia makumi ya makombora na drones za Iran. Matangazo hayo yalidai kuwa makombora hayo yamefanikiwa kupenya tabaka la mifumo ya ulinzi wa anga wa Israel, ingawa jeshi la Israel bado halijatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo. Katika Haifa, mji wa bandari ulioko kaskazini mwa pwani, polisi wa Israel walithibitisha kuwa huduma za dharura zilipokea taarifa za silaha kugonga moja ya makazi katika eneo hilo. Ingawa hakuna vifo vilivyoripotiwa hadi sasa, kumekuwepo na uharibifu wa mali. Picha kutoka eneo la tukio zinaonyesha moshi mzito ukipanda angani usiku na kikosi cha zimamoto kikiendelea kuzima moto uliozuka kutokana na mlipuko huo. Mamlaka zimewahimiza wananchi kuepuka maeneo ya ajali na kufuata maelekezo ya polisi walioko eneo la tukio. Watoa huduma za kwanza wameripoti kuwa watu 4 walijeruhiwa kwa kiwango kidogo katika mji mmoja wa kusini mwa Israel baada ya kombora la ballistic la Iran kugonga eneo hilo. Katika hatua nyingine, mamlaka ya usafiri wa anga ya Israel imetangaza kufungwa kabisa kwa anga na viwanja vya ndege kufuatia kuongezeka kwa mgogoro huu. Wakati huo huo, vikosi vya uokoaji na utafutaji wa kamandi ya usalama wa ndani ya IDF vinaelekea kwenye maeneo mbalimbali yaliyoripotiwa kuchambuliwa. Katikati ya mgogoro huu, rais wa Marekani Donald Trump anaripotiwa kukataa mpango wa Israel wa kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, kwa mujibu wa afisa mmoja wa Marekani aliyenukuliwa na CNN. Trump ameonyesha nia ya kuizuia Marekani kutojiingiza moja kwa moja kwenye mzozo unaoendelea kati ya Israel na Iran, ingawa Marekani inaendelea kusaidia kwa kuzuia makombora yanayoilenga Israel. Wakati huo huo, naye waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, katika mahojiano ya moja kwa moja na Fox News, alikanusha taarifa hizo za mpango huo uliokataliwa, akiziita ni za uongo, na msemaji wake akarudia kauli hiyo kwa CNN. Katika mahojiano hayo, Netanyahu alizungumzia uwezekano wa kubadilishwa kwa utawala wa Iran, akidokeza kuwa utawala wa sasa ni dhaifu na kwamba 80% ya watu wanataka kuuondoa. Alisisitiza urafiki wa kihistoria kati ya Waajemi na Wayahudi, akisema kuwa uamuzi wa kuasi utakuwa wa watu wa Irani wenyewe. Alipoulizwa kuhusu pendekezo la Trump kufikia makubaliano na Iran, Netanyahu alikiri kuwa linaweza kuwa na thamani endapo Iran itavunja kabisa uwezo wake wa nyuklia, lakini alisisitiza kuwa Israel haitosubiri matokeo hayo. Alieleza juhudi za Israel za kudhoofisha uwezo wa nyuklia wa Iran, akidai mafanikio makubwa na udhibiti wa anga, huku akikwepa kutoa maelezo ya kina kuhusu mikakati ya kijeshi au maombi ya silaha maalumu za bunker buster kutoka Marekani. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.